Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatun lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyu salihin wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa muallimana wa mustafana wa qudwatana Muhammadur Rasulullah an-nabiyil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina fi hadhihi al-umami amma ba'd. Zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, leo tunakwenda kuangalia aya moja adhim sana, kama mada ninavyosema kwamba tumia aya hii kwa ajili ya kumuona anayekufanyia ubaya au anayekufanyia uadui au anayekufanyia hasadi kupitia aya moja adhim sana, kubwa sana, iliyomo ndani ya Qur'anil Karim. Hii ndo darasa na mada hii ya leo, ndugu yangu katika imani. Kwa hiyo nikuombe twende na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kuna faida kubwa sana utakwenda kuipata kutokana na mada na maudhui ambayo kwamba leo tunakwenda kuihudhurisha biidhnillah taala. Kwa hiyo kuna faida kubwa sana siku ya leo utakwenda kuipata. Na kabla sijaleta mada hii, ni waombe wale ambao bado hawaja subscribe channel yetu wa subscribe, kwa sababu ukisubscribe kuna faida yake, ni kwamba kila darasa tukileta basi unakuwa mwanzo kupata darasa kama hilo. Lakini usiposubscribe, inawezekana mara tumeleta leo ukaja kuipata baada ya wiki tatu, baada ya mwezi mmoja. Kwa kuna faida nyingi sana unakuwa unazikosa kwa kuzipata kwa wakati. Kwa hiyo ni vyema ukasubscribe ili kila mada tukileta basi uwe mwanzo kupata darasa na mada kama hiyo biidhnillah taala. Leo tunakwenda kuangalia aya moja adhim sana, ambayo hii unaweza ukasoma kwa ajili ya kugundua, kufahamu nani anayekufanyia hasad, nani anayekufanyia uadui, kutumia aya ambayo hii tunakwenda kuisoma biidhnillah taala. Siri ya kwanza kabisa ya aya hii yenyewe ni ayatul kursi. Ayatul kursi. Na leo tutakwenda kuangalia mambo manne katika aya hii. Jambo la mwanzo kabisa, aya hii ni ulinzi. Ni ulinzi au ni kinga dhidi ya shaitani, ni kinga dhidi ya majini ya wachawi, ni kinga kila chenye kudhuru katika mwili wako. Kwa aya hii Mtume anasema yoyote mwenye kuisoma aya hii asubuhi, basi Mwenyezi Mungu anampa kinga mtu huyo mpaka jioni, na mwenye kuisoma jioni Allah anampa kinga mtu huyo mpaka asubuhi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, na kuendelea mpaka mwisho. Ndio ayatul kursi. Aya hii, siku moja Abu Huraira alikuwa anachunga Baitul Mali. Usiku wake akaja mzee kutaka kuiba Baitul Mali, akamzuia, akataka kumpiga, akamwomba radhi, akamwachia. Alimjia zaidi ya safari tatu. Mara ya tatu Abu Huraira akataka kumpiga, akamwambia usinipige bwana, mimi ni kikongwe na shida na familia na kadha kadha. Akamwambia leo nataka nikufundishe kitu kimoja, kwamba ndumu, soma sana ayatul kursi. Ukisoma hii basi sheitani hatakukaribia. Alipomwambia asubuhi yake Abu Huraira, akaenda kwa Mtume. Mtume kumbe habari zote zile anazo. Akaanza kumtania Abu Huraira, akamwambia naona mwizi wako jana nimemwachia bwana. Lakini akasema Abu Huraira akamwambia Mtume, kuna jambo kanifundisha, ameniambia nikisoma ayatul kursi basi sheitani hawezi kunikaribia. Mtume akasema yule bwana siku zote tabia yake ni kusema uongo, lakini kwa hili amesema kweli. Kwa hiyo ukitaka hizi, ukitaka kinga, soma sana ayatul kursi usiku na soma sana ayatul kursi asubuhi, unakuwa ndani ya kinga ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni miongoni katika kinga zilizokuwa kubwa sana, ayatul kursi. Hii ni siri ya kwanza iliyomo katika ayatul kursi. Siri ya pili katika sura hii, aya hii, ndani yake kuna majina makubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iko ndani ya ayatul kursi. Majina makubwa kabisa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo Mtume kasema majina hayo yanataka kuyapata yanapatikana katika sura tatu: Suratul Baqara, Suratul Al-Imran na Suratul Taha. Na ukiangalia huko katika hizo sura tatu, bi maana yanajirejea majina haya mawili yenyewe, hayo ni Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum yanapatikana ndani ya ayatul kursi. Unafanyaje Muislamu kwa kutumia ayatul kursi kumwomba Mwenyezi Mungu kwa majina haya? Jambo la kwanza, utaisoma ayatul kursi
Ukishaisoma ayatul kursiyu alafu utasoma dua hii, utasema ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ni kulla wala takilni ila nafsi tarfata ain abadan. Narudia, utasoma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sha'ni kulla wala takilni ila nafsi tarfata ain abadan. Utasoma neno hili mara ngapi? Mara 100, kwa kulitumia jina lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au majina ya Allah ambaye ni ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Haya ndio majina makubwa kabisa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo amebainisha mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanapatikana kwenye aya hii ambayo leo tunaielezea hapa, ayatul kursi. Na hii ni siri ya pili katika zile 4 ambazo leo tunakwenda kuzizungumza. Siri ya pili ni kutumia majina yake Mungu kwenda kumuomba haja zetu, kwenda kumuomba shida zetu na yale ambayo kwamba sisi tunayohitajia kupitia katika hiyo ayatul kursi. Jambo la 4, unaweza kutumia hii ayatul kursi kwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu akuonyeshe mbaya wako, Mungu akuonyeshe adui yako. Unafanyaje? Utasali lillahi rakataini, sala kambili, salatul haja. Ukiswali raka mbili salatul haja, kwamba utasoma suratul Fatiha. Baada ya suratul Fatiha utaisoma ayatul kursi mara 3, na raka ya pili vile vile utasoma suratul Fatiha. Baada ya hapo utaisoma ayatul kursi mara 1. Ukifika pale katika sijida yako ya mwisho, mwambie Mungu hivi: Allahumma ya Rabbi bihaqi ayatil kursi wama fihima min asma'ika alhusna wa sifatika alula an takshifa li wa an yabsirani bihali wa an takilni ila nafsin tarfata ain abadan, wa an takilni ila nafsi tarfata aini abadan. Ukifika hapa tarfata aini abadan, hapa sasa utakaa tahiyatu, kisha baada hapo utasoma atahiyatu. Hii dua utarejea, au majiswala huwezi kumaliza mara 3, huwezi kumaliza mara 3. Mwenyezi Mungu atakwenda kukuletea katika ndoto yule ambaye anayekufanyia ubaya, yule ambaye anayekufanyia madhira, alafu Mungu atakupa picha nzima, atakuonyesha picha nzima nini kinafanyika juu yako. Na hii uwe unamjua ama humjui, Mungu atakupa picha nzima nini kinafanyika juu yako. Hii ni siri ya 3 iliyomo katika hii ayatul kursi. Siri ya 4 na ya mwisho, ndugu yangu katika imani, sura hii inahifadhi mali zako zisiibiwe, na inahifadhi nyumba yako kutokana na wezi. An tahfadha almali min sarqa wa tahfadha albaita min lusus. Hii sura, hii aya ukisoma, inahifadhi mali zako zisiibiwe na inahifadhi nyumba yako usiingie wezi. Katika mali zako unafanyaje? Aidha una duka lako, una kioski chako, jitahidi sana kwenye kioski chako kile, kwenye kioski chako jitahidi sana kwenye kioski chako. Asubuhi umefika umefungua, isome ayatul kursi mara 3. Jioni umetaka kufunga kioski chako, isome ayatul kursi mara 3. Wallahi, kama ni duka, kama ni kibanda, kama ni nini, hata itokee maswala ya kuunguliwa moto, duka lako, duka lako, ile biashara yako haitaungua moto. Narudia tena, isome kursi mara 3 pale dukani kwako, ama kwenye kioski chako, ama kwenye godown lako. Ipige mara 3 asubuhi, na jioni muda ule unafunga shughuli zako utaka kuondoka, isome kursi mara 3. Wallahi, hapataungua moto abadan, na wala hapataibiwa abadan. Hii nakwambia, na sikwambii ukajaribu, nenda kafanya, utakwenda kuona faida yake. Ipige hiyo kursi mara 3 jioni asubuhi, na ipige kursi mara 3 jioni unapofunga biashara zako. Hapataungua moto, hapataungua moto. Na kadhalika katika nyumba yako, ukisoma kursi asubuhi wakati kutoka, na ukaisoma nyakati za jioni, unainusuru nyumba yako, hawataingia wezi na wala haitapata madhara ya kuunguliwa katika nyumba yako biidhnillahi taala. Hizi ni faida 4, ni siri 4 zilizomo katika aya hii ya ayatul kursi biidhnillahi taala. Ifuatilize mpaka mwisho, iangalie mpaka mwisho, utakwenda uangalie, ifuatishe mpaka mwisho na isome mpaka mwisho, na dumu nayo, utakwenda kuona faida kubwa sana kupitia aya hii ambayo ni ayatul kursi biidhnillahi taala. Kwa leo tunaishi hapa, tukutane katika kipindi kijacho, tukutane katika darasa lijalo la adhkar na dua inshallah. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.